Ilikuwa ni usiku wa manane. Wakati huu mbwa wa mtaani ulikuwa akibweka sana kwa woga, lakini pia bundi alikuwa akilia juu ya mapaa ya nyumba. Fatuma alikuwa amepiga magoti mbele ya chungu ambacho kwa kinatoa moshi mweusi wenye harufu ya uvumba, lakini pia nyama ambayo ilikuwa imeoza. Ni Fatuma huyu, lakini pia alikuwa anaongea. Huyu binti lazima azeeke nyumbani. Mikosi na nuksi lazima vimkabili. Kila mwanaume anayemuona nataka muone kama mzoga unaonuka. Yes, haya ilikuwa ni maneno ya Fatuma ambayo alitamka akiwa na chuki nzito sana, na kisha alitupa kiganja cha udongo ambao ulitoka makabrini kwenye kile chungu ambacho kilikuwa kinatokota wakati ule. Wakati huo alikuwa akimsuta binti wa mumewe ambaye alikuwa anaitwa Rukia. Hakuwa tayari kuona Rukia eti anaolewa tena na kijana tajiri Rama. Wakati huo mwanae kumzaa Asha eti akiachwa akiwa hana tamchumba. Hapana, ulikuwa ni mwanzo tu wa usiku mrefu sana wa giza ambalo ungebadilisha maisha ya binti huyu mrembo kabisa na mpole wa milele, Rukia. Maisha ya Rukia ilianza kuwa na mateso tangu akiwa katika umri wa miaka 9. Ni pale ambapo mama yake mzazi alifariki dunia kwa ugonjwa wa ghafla. Baba yake mzazi, Mzee Baraka, yani ambaye alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa ni mmiliki wa maduka kadhaa pale mkoani Mwanza, maeneo ya Nyegezi. Alishawishiwa na ndugu wao mwanamke mwingine ili tu aje kumlea mtoto, na ndipo ambapo baba huyu akamleta Fatuma. Mwanamke aliyejawa na sura ya upole mbele ya watu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa sumu kuliko hata nyoka aina ya fila. Fatuma huyu bwana alikuja na mwanae, mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Asha, ambaye huyu Asha alikuwa na umri sawa na Rukia. Mwanzoni pale mambo yalikuwa mazuri tu, lakini baadaye Mzee Baraka alianza kusafiri mara kwa mara kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufuata bidhaa. Sasa hapa ndipo ambapo rangi halisi ya Fatuma ilianza kuonekana waziwazi. Nyumbani pale paligeuka kuwa ni jehanamu mdogo kabisa kwa Rukia. Mtoto mdogo kabisa ambaye hakuwa na hatia, na alikuwa bado anamlilia mamake kwa sababu ilikuwa ni kipindi kifupi tu tangu mamake afariki dunia. Sasa baba akiwa hayupo, Rukia aligeuzwa kuwa ni mfanyakazi wa ndani. Alikuwa akitumikishwa bila huruma maskini. Aliamshwa muda wa saa 11 alfajiri kila siku kwa ajili ya kusafisha uwanja mkubwa sana, lakini pia binti alitakiwa kupika, alitakiwa kuosha nguo za familia nzima ikiwepo za huyu binti mwingine ambaye anaitwa Asha. Wakati wa Asha, yeye alikuwa akipelekwa katika shule nzuri sana ya kulipia kwa gari, lakini Rukia alilazimishwa kusoma shule ya serikali ambayo ilikuwa mbali kweli, mnaita St. Kayumba. Yes, basi alikuwa akitembea na miguu ilikuwa ikimchoka sana, na mara nyingi alikuwa anakuwa na njaa binti huyu kwa sababu asubuhi hakuwa anapewa chakula na mama yake wa kambo. Kipigo kilikuwa ni chakula chake cha kila siku. Ilikuwa akichelewa kidogo tu kurudi shule ama kufanya kosa lolote lile la kibinadamu, basi Fatuma alimcharaza sana kwa waya wa pasi mpaka mgongo wake ulikuwa unatoa damu na ulikuwa unaacha makovu ambayo alikuwa yafutiki. Unajua mtoto ni walaana. Mama yako alikufa alikuacha ili unipe tabu tu kwenye nyumba, wallahi. Yaani sikupendi kama nini. Basi hii ilikuwa ni sehemu ya maneno ambayo ilikuwa ni kawaida kabisa kutoka kwa mama yake wa kambo. Lakini licha ya mateso yote haya kimwili na kisaikolojia, Rukia bado alikuwa ni binti mrembo. Yaani mrembo ajabu, binti mwenye adabu, binti ambaye alikuwa na tabasamu la upole, lakini pia alikuwa ni binti ambaye alikuwa na hofu ya Mungu sana. Kitu ambacho kilizidi kumpa Fatuma hasira na uwivu ambao umepindukia. Hebu imagine, mtoto unamtesa, unamnyanyasa, lakini bado ni mrembo, lakini bado ni mtiifu, lakini bado ni kazuri, kana hofu ya Mungu. I say, sura ya Rukia ilikuwa inamkumbusha Fatuma jinsi ambavyo yeye ni mkatili, na hilo ndilo ambalo lilikuwa linamkera kweli kweli. Sasa bwana, miaka ilisonga na mabinti wote wawili sasa wakafikisha miaka 22, na hapa ndipo ambapo kimbunga kilianza, na hapa ndipo ambapo familia ilianza kuvurugika, familia ya Mzee Baraka. Sasa bwana, kijana mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Rama, alikuwa ni mtoto wa mfanyabiashara mkubwa tu wa madini kutoka hapo mkoani Shinyanga. Kijana huyu bwana alihamia Mwanza kwa ajili ya kufungua tawi la ofisi zao, na siku moja Rama alipita mtaani kwao kwa binti akiwa anatafuta mafundi ujenzi kwa ajili ya ofisi yake. Sasa hapa ndipo ambapo alimuona Rukia. Alimuona Rukia akiwa anafagia uwanja, alikuwa amejifunga kanga moja hivi ambayo ni kuukuu hivi, imetoboka, imechoka, na alikuwa na jasho mwili mzima kama kijakazi hivi. Lakini kwa Rama, uzuri wa binti ule ambao ulikuwa ni uzuri asilia ulimngarisha kama lulu ambayo ilifichwa kwenye tope. Kiukweli Rama alipomwona yule binti alipigwa butwa. Moyo wake ulishikwa na msisimko wa ajabu sana. Hakujali uchafu wa Rukia wala kanga yake ambayo ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Alimuona kama malaika mbele yake. Na kuanzia siku hii
Rama alianza kufanya juu chini ili kumkaribia Rukia. Alitafuta visingizio vya kila namna ili apite tu pale nyumbani, na hatimaye alifanikiwa kuongea naye na kumueleza hisia zake za dhati. Na hali ilipofika masikioni mwa Fatuma, moto wa wivu uliwaka moyoni mwake kiasi cha kutaka kupasuka. Alitamani sana Rama labda muoe binti yake Asha, ambaye alikuwa anashinda akijipodoa, kuvaa nguo za bei mbaya, kupiga picha, maisha fulani hivi ya binti yule ambao mama aliona ameyaboresha kuliko, lakini Rama hakuwa na muda na huyo binti hata kidogo. Macho yake yalikuwa kwa Rukia tu, binti ambaye hakuonekana kama na thamani machoni kwa mama yake wa kambo. Sasa siku ambayo Rama alikuja rasmi pamoja na wazee wake nyumbani kwa mzee Baraka kuleta posa kwa ajili ya kumchumbia Rukia, Fatuma alijifanya na furaha sana kiukweli. Alipokea wageni kwa bashasha, akapika vyakula vizuri, akacheka nao. Ila ule usiku sasa alifunga safari kimya akaenda zake vijiji vya mbali huko wilayani Bariadi, aende huko akamwone Sangoma ambaye anasifika kwa roho mbaya na uchawi wa kutisha. Huyu ni mzee ambaye alikuwa anaitwa Nguvu Mali. Mama alipofika kule akasema, nataka huyu msichana changanyikiwe siku ya harusi yake, nataka Rama amuone kama mnyama wa kutisha. Nataka muone ni mchafu anayenuka, nataka posa ivunjike na ihamie kwa mwanangu Asha. Fatuma alimueleza mganga akiweka mzigo mkubwa sana wa noti za 10,000 mezani. Basi mganga huyo mwenye roho mbaya alicheka sana kiukweli. Alicheka sana na alikuwa anacheka kishirikina hivi kwa sababu pia sauti ilikuwa inasikika kama mwangu ikigeuka ikirudi, yani kama jehanamu hivi. Basi baadaye akampa Fatuma irizi ambayo ilikuwa imetengenezwa na nywele za miti pamoja na chupa ndogo ambayo ilikuwa na maji ya maiti ambayo yameoshwa mochwari. Jamani. Sasa mganga anamwambia kwamba haya maji changanya kwenye maji ya kuoga siku 3 mfululizo kabla ya harusi. Alafu hii irizi hakikisha umefikia mlangoni kwenye chumba chake anapolala usiku wa manane, mtu yote yule sikuoni. Mganga alimwambia Fatuma. Fatuma akarudi Mwanza na akatekeleza maagizo yote kamilifu, na alikuwa ametabasamu kweli, alikuwa na tabasamu la ushindi wa kishetani. Sasa siku ya 3 kabla ya harusi ya Rukia na Rama, ajabu yakaanza. Rukia ambaye alikuwa anasubiri siku yake ya ndoa kwa furaha isiyo na kifani, alianza kuhisi kama anaungua mwili mzima. Yaani kila alipokuwa anaoga yale maji usiku, alikuwa anaona vitu vya ajabu. Baadaye akawa akiota ndoto za kutisha, anaona watu ambao wajui, sijui wana vichwa, wanamkaba, mara wanampeleka makaburini. Basi katika hali ya ghafla sura yake ikaanza kubadilika. Ngozi yake nyororo ilianza kutoka vipele vikubwa sana ambavyo vilikuwa vinatoa usaha na harufu mbaya kweli. Macho yake yalibadilika pia na kuwa mekundu kama damu. Na hatimaye binti yule alianza kuongea peke yake. Alikuwa akipiga kelele za kuomba msaada kwa watu ambao hawakuwa wanaonekana. Basi baba yake mzee Baraka alichanganyikiwa kweli. Alihangaika sana kumpeleka hospitali zote kubwa pale Mwanza, lakini madaktari walimpima vipimo vyote na kusema kwamba hawajui ugonjwa ni wa aina gani, na kila kitu kilionekana ni cha kawaida tu katika mashine za kitabibu. Fatuma, yani mama yule wa kambo, kwa unafiki mkubwa uliopitiliza akajifanya eti analia, anamuonea huruma, eti anamnong'oneza mzee Baraka, jamani mume wangu, huyu mtoto anaonekana na laana huko kwa mama yake, sijui hatuwezi kumpa Rama mwanamke chizi jamani, mwanamke ni mgonjwa kiasi hiki, mbona taharibu heshima familia yetu, kwa nini harusi isogezwe? Alizungumza hivi, lakini baba akamwambia hapana, maandalizi yote yameshafanyika. Kwa nini tusimuombe Rama mchukue Asha badala yake, ili tuweze kuficha hii aibu mbele ya umma? Kwa nini tusifanye hivyo? Mama aliendelea kumsisitiza mzee kwamba kwa sababu hao mabinti wote ni wa kwako, posa na kila kitu ni sawa tu, basi amchukue mwingine. Ilikuwa ni ushawishi wa mama. Sijui baba atasemaje, lakini sasa siku ya harusi ilipokaribia, Rama alipofika alimwona mchumba wake baada ya kusikia kwamba alikuwa anaumwa. Alimkuta Rukia wake akiwa amefungwa kamba mikononi na miguuni. Rukia alikuwa akipiga kelele kama mnyama mkali huku akigalagala chini. Harufu ambayo ilikuwa inatoka kwenye chumba ilitosha kumfanya mtu yote atapike. Rama alishtuka sana kiukweli. Alishtuka sana na kurudi nyuma akitetemeka. Hakuamini macho yake. Katika lindi hili la masikitiko na kuchanganyikiwa kwa wageni wa upande wa bwana harusi, sasa Aisha akatokea. Alitokea akiwa amevalia gauni la kifahari sana ambalo lilikuwa limeshaandaliwa kwa siri, na akajifanya akimfariji Rama kwa maneno matamu ya kumtuliza moyo. Basi Fatuma alitumia fursa hii kushawishi wazee pale pande zote mbili kwa maandalizi yale makubwa yameshafanyika, kumbi zimeshalipiwa, chakula kimepikwa, wageni wameshaalikwa mikoa mbalimbali. Itakuwa ni aibu na hasara pia kama harusi itavunjwa. Kwa hivyo walipendekeza Aisha achukue nafasi ya Rukia ili kufunika kombe na mwanaharamu apite. Sasa kwa kuwa Rama alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kupita kiasi, akiwa amevunjika moyo kabisa na shinikizo kubwa kutoka kwa wazee wake ambao walikuwa wanataka kuokoa heshima ya familia pia, ilibidi tu akubali.
Basi bwana alikubali na upande wa Fatuma pamoja na mtoto wake ukawa umeshinda. Harusi ikafungwa kwa nderemo na vifijo na Asha aliolewa na Rama huku akiwa anacheka kweli kweli. Wakati huo Rukia alikuwa ameachwa akiteseka chumbani peke yake. Alikuwa akilia sana na hakuna ambaye alikuwa akimsikia wakati akilia wala hakuna ambaye alikuwa akijali. Usaliti sasa ulikuwa umekamilika, lakini huu ulikuwa ni mwanzo wa kisasi na maumivu ambayo yangeitikisa Mwanza nzima. Msikilizaji, karibu sana. Hapa ni Simulizi Zetu Media na leo tuko na simulizi nyingine mpya kabisa na kwenda kwa jina la Rukia. Inamhusu binti Rukia huyu ambaye anatuambia kwamba mama wa kambo alitaka nisiolewe, na wewe mwenyewe umeona mambo ambavyo yameanza. Sijui sasa Rukia atajibu mashambulizi ama itakuwa ni vipi. Mimi nakukaribisha sana hapa Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe ili kuwa mwanafamilia wetu, lakini pia usiache ku like, kushare bila kusahau ku comment. Karibu sana WhatsApp kwa ambao unataka kuwepo katika familia yetu. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya simu 0757567253, lakini pia tufuate kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, jina ni Simulizi Zetu Media na nyuma mic jina langu naitwa Tutu. Sasa tunaendelea mara baada ya harusi, na hiki kisasi ambacho kinasemekana kitalipo na kuitikisa Mwanza nzima kinatoka kwa nani, lakini pia ni kwa nini. Tunaendelea na sasa ni miezi kadhaa imepita tangu ile siku ya ajabu ambapo ilifungwa harusi ya ajabu pia. Sasa ni nyumbani kwa Mzee Baraka, ambapo nyumba hii bwana iligubikwa na kiza kinene sana cha huzuni, isipokuwa kwa Fatuma ambaye alikuwa anatembea kifua mbele tu, alikuwa akijivunia ushindi wake wa kishetani. Rukia aliendelea kusota chumbani akiwa amefungiwa kama mfungwa wa kivita. Chakula alikuwa anapewa, lakini alikuwa anapitishwa dirishani, tena ikiwa ni mabaki tu, na harufu ambayo ilikuwa inatoka chumbani kwake ilimfanya hata baba yake mzazi sasa Mzee Baraka ashindwe hata kumkaribia. Fatuma huyu alikuwa amemteka kimawazo mzee huyu kiasi cha kumfanya amini kwamba binti yake ana laana isiyotibika. Lakini hata hivyo Mungu amtupi mja wake, wala hakuna ambaye anaweza kuteseka bila hatia. Siku moja majira ya mchana, jua kali, Fatuma alikuwa amekwenda saluni katika jiji la Mwanza na Mzee Baraka alikuwa safarini kikazi. Na hapo ndipo jirani yao mmoja ambaye alikuwa ni mama mtu mzima ambaye anaitwa Suzi, alikuwa ni rafiki wa karibu sana na marehemu mama yake na Rukia. Aliamua kufanya ujasiri wa kuingia ndani ya ule uwanja kimya kimya. Suzi alikuwa mwanamke wa sala sana. Alikuwa na mwanamke ambaye tunasema ameokoka, alikuwa na huruma sana. Alikuwa na karama ya kutambua mambo kiroho. Sasa hakuwahi kuamini hata siku moja kwamba ugonjwa wa Rukia ulikuwa ni wa kawaida. Basi sasa leo alikaribia mpaka katika chumba cha Rukia, akasikia sauti ya fifu ya binti ambaye alikuwa akiomba maji. Alifika mlangoni, Suzi akahisi kwamba kuna nguvu nzito sana ya giza ambayo ilikuwa inamsukuma nyuma. Mwili wake ulisisimka, lakini kwa imani yake alianza kukemea na kusali kwa sauti ya kimoyomoyo ile. Basi macho yake ilitoka katika ukingo wa mlango chini ya kapeti kuku, ambapo hapo aliona udongo ambao ulikuwa umetibuliwa hivi karibuni. Bila kupoteza muda, Suzi alichimba pale kwenye mikono yake na kuikuta ile hirizi ya mganga nguvu mali ambayo ilikuwa imefungwa kwenye nywele za maiti na matambaa mekundu. Basi aliichukua na kuiteketeza kwa moto pale pale uani akitumia mafuta taa. Na hapo ndipo ambapo mlio mkubwa kama radi ulisikika. Ilikuwa ni ndani ya chumba. Rukia alipiga kelele moja nzito sana kabla ya kuzimia. Sasa Suzi ikabidi avunje kitasa cha mlango na kuingia ndani. Maskini alimkuta binti wa watu akiwa amelala sakafuni kama maiti. Lakini maajabu ni kwamba yale malengelenge, vipele, usaa na ile harufu mbaya vyote vilikuwa vinatoka kwa kasi ya ajabu. Ni kama barafu ambayo ilikuwa inayeyushwa na jua mchana hivi. Jamani, uchawi ulikuwa umevunjika katika namna hii. Uchawi ulikuwa umepotea. Sasa Suzi alimchukua Rukia kwa siri na akampeleka nyumbani kwake ambako ilikuwa ni mtaa wa pili. Alipofika pale alimfungia ndani. Alimuogesha, akampa chakula safi, akamtibu majeraha ya mwili, lakini pia alimtibu kiroho. Na ndani ya wiki mbili tu ule uzuri asilia wa Rukia ulirudi maradufu. Ngozi yake iling'ara kama shaba ambayo ilisuguliwa na macho yake yalirejea kuwa meupe na maangavu. Lakini kitu kimoja tu kilikuwa kimebadilika kwa Rukia. Lile tabasamu la upole na unyonge la Rukia vilikuwa vimekufa na kuzikwa kabisa. Moyo wake sasa ulikuwa mgumu kama chuma. Alikuwa amejua ukweli wote kupitia Suzi kuhusu kile ambacho alifanywa na mama yake wa kambo na jinsi dada yake wa kambo Asha alivyoshirikiana naye kwa ajili ya kuiba mume wake, mwanaume wa ndoto yake. Sasa leo binti akasema kwamba, shangazi, sitalalamika tena na sitalia tena. Alitamka binti huyu wakati huu macho yake yalikuwa yakitoa machozi, lakini pia alikuwa hana hasira mno ambazo hazikuwahi kuonekana katika uso wake hata siku moja. Wamenivua nguo mbele ya watu,
wamenifanya nionekane kijana kumvunjia baba yangu heshima. Sasa nitawavua utu wao. Kila chozi nililodondosha kwenye kile chumba cha mateso itakuwa ni sumu kwenye maisha yao. Nitarudisha kile kilicho changu na watalipa kwa damu na machozi, na kuahidi shangazi. Alikuwa ni binti huyu ambaye alikuwa ni mpole sana. Inasemekana ogopa sana watu ambao ni wapole siku wakiacha kuwa wapole. Siku watu wapole wakiamua kuvunja ukimya ni siku za hatari kweli. Sasa wakati huo kule kwenye jumba la kifahari la Rama, ndoa ya Asha ilikuwa inaenda mrama vibaya sana. Asha ambaye alikuwa amezoea madeko na uvivu tangu akiwa mtoto, alishindwa kabisa kubeba majukumu kama mke. Asha alikuwa na shinda zake kwenye mitandao ya kijamii kutwa nzima. Hawezi hata kupika chai. Dharau sasa kwa wafanyakazi wa ndani na hata kwa wazazi wa Rama zilianza kujitokeza. Rama alikuwa anarudi nyumbani akiwa amechoka kutoka ofisini, anakuta mke wake eti amelewa na marafiki zake wamejilaza sebuleni wanapiga kelele tu. Lakini alipojaribu kumkanya, Asha alimjibu kwa jeuri sana. Yaani alikuwa na jeuri, kwani mimi mfanyakazi wako? Unataka mpishi ungemoa dada yangu chizi ambaye ananuka mkojo, kwani ilikuwa lazima unichukue mimi? Mimi siwezi kupika bwana wewe. Sasa haya alikuwa ni maneno ambayo alikuwa anamchoma sana Rama kama mkuki kwa kweli. Na kila akimwangalia Asha alikuwa anamuona ni shetani ambaye amejivika ngozi ya kibinadamu. Moyo wake ulikuwa ukiendelea kumlilia Rukia. Alikuwa akijiuliza kila siku nini ambacho kilimpata malaika wake mpaka alichanganyikiwa vile. Basi ndoa yake iligeuka kuwa jiana mkora. Alikuwa anajuta kwa nini alikubali shinikizo la wazee. Sasa bwana, siku moja Rama aliamua kwenda kwa siri nyumbani kwa mzee Baraka ili kujua maendeleo ya Rukia. Basi alipofika alimkuta Fatuma akiwa amekaa kibarazani. Sura yake ilikuwa imejaa hofu sana na mashaka. Fatuma alikuwa ameshaingia chumbani kwa Rukia siku chache ambazo zilizopita na akakuta mtoto hayupo na ile irizi pia alikuta imeunguzwa. Sasa alijua fika kwamba mchezo huu umejulikana na nguvu zake za giza zimeshashindwa. Na sasa alikuwa anaishi kwa hofu sana kwa sababu hakujua hata Rukia yuko wapi. Basi alipomwona Rama akajaribu kutabasamu na akamwambia kwamba Rukia alitoroka usiku wa manane, haijulikani yuko wapi mpaka leo. Labda pengine amekufa mtaani. Basi Rama akarudi zake kwenye gari akiwa amevunjika moyo sana. Alitoka sana machozi kiukweli. Ni binti ambaye yeye alikuwa anampenda kweli na alimchagua. Sasa alipofika ofisini kwake maeneo ya Rock City Mall, Rama aliingia na kuketi kwenye kiti chake akiwa na unyonge sana. Lakini alipoinua macho aliona bahasha ndogo nyekundu ambayo ilikuwa imewekwa katikati ya meza yake. Basi kabidi afungue na ndani kulikuwa na barua fupi ambayo ilikuwa imeandikwa na maandiko mzuri sana. Ambayo alikuwa akiutambua vizuri sana. Barua ilikuwa imeandikwa kwamba tukutane Mwanza Hotel saa 10 jioni leo. Kuna ukweli unapaswa kujua kabla hujachelewa. Usije na mtu yote. Ara. Hiyo ndo herufi ambayo ilidhihirisha nani alikuwa ni mwandishi. Basi moyo wa Rama ulilipuka kwa mdundo mzito sana wa furaha, lakini pia alipata mshtuko. Mikono yake ilitetemeka sana. Alikuwa ameshika ile karatasi akijiuliza, hivi ni kweli huyu atakuwa ni yeye? Lakini aliamua kuamini. Basi saa 10 kamili jua la Mwanza lilikuwa limeanza kupoteza makali yake, likiacha rangi ya dhahabu ikicheza juu ya mawimbi ya ziwa Victoria. Rama aliingia ndani ya mgahawa wa Mwanza Hotel akiwa na wasiwasi uliopitiliza. Macho yake yaliangaika kutafuta uso anaojua, lakini alichokiona kilimfanya asimame tuli kama sanamu. Kwenye meza ya pembeni mwa dirisha ambalo linatazamana na ziwa, alikaa mwanamke mmoja mrembo sana kiasi cha kutisha. Alikuwa amevaa gauni refu la hariri nyekundu, nywele zake zilikuwa zimesukwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Ngozi yake ilikuwa iking'aa kama mtu ambaye ametoka kuogeshwa na maziwa. Alikuwa ananyonya maji ya matunda kwa madaha kweli. Rama alipokaribia yule mwanamke alinua macho. Ilikuwa ni macho ya yule Rukia wake. Lakini safari hii hayakuwa na uoga wala hayakuwa na unyonge kama ambavyo alikuwa amezoea. Yalikuwa ni macho ya mamlaka. Rukia, ni wewe kweli? Rama aliuliza kwa sauti ambayo ilikuwa imekatika. Machozi yalikuwa yanamlenga na ni kwamba hakuwa anaamini kile ambacho alikuwa anakiona. Sasa alitaka kumkumbatia, lakini mikono ya Rukia ilimzuia kwa ishara ya heshima tu. Akamwambia, keti Rama, hatuna muda wa kutosha kupoteza. Tuwezi kupoteza muda kwa ajili hizi si za kitoto tu. Rukia alizungumza kwa sauti kavu kuliko ambayo ilikuwa na mamlaka ambayo Rama hajawahi kusikia tangu mfahamu binti yule. Ulikuja kwangu ukaniahidi kwamba utanilinda, lakini uliponiona nateseka uligeuza mgongo wako kama mwanamke ambaye alikuwa anashangilia maumivu yangu. Uliamua kumwoa Asha, mtoto wa mwanamke ambaye ameniroga ili nionekane mnyama mbele yako, si ndio? Rama aliulizwa na alipigwa na radi kwa maneno yale. Alijaribu kujitetea akieleza jinsi ambavyo alilazimishwa na wazazi wake na jinsi ambavyo alizimia kwa huzuni, lakini Rukia alimnyamazisha kwa mtazamo mmoja tu mkali, yani jicho lile la mwana ukome. Akamwambia,
mimi sija hapa kusikiliza utetezi wako. Nimekuja kukupa nafasi ya kurekebisha makosa yako. Kama kweli unanipenda na kama unataka kuikomboa nafasi yako kutoka kwa huyo mwanamke ambaye ulimuoa, utafanya ambacho ninakwambia. Vinginevyo umaskini na laana vitakuandama wewe na ukoo wako wote kwa sababu tu umenifanyia dhuluma. Sasa Rama alikuwa tayari kabisa kufanya lolote mpate na Rukia. Alikubali tu bila kusita. Rukia akampa maelekezo ya siri. Rukia alimwambia Rama kwamba alitakiwa kurekodi mazungumzo yote ambayo yatakuwa ni baina ya Asha pamoja na mama yake ambaye ni Fatuma yule, na hii ilikuwa ni kila ambapo watakutana faragha, na kisha alimpa kifaa kidogo cha kunasia sauti wenyewe ita recorder ambayo ilikuwa ni ya kisasa sana na iliweka kwenye saa mkononi wa Rama. Sasa hiyo ilikuwa ni makubaliano, na wiki mbili baadaye mtego ulianza kunasa samaki bwana. Fatuma alikuja kumtembelea Asha kwenye jumba la Rama huko Capri Point. Sasa wawili hao walikuwa wamejifungia chumbani huku wakinywa mvinyo na kucheka kwa dharau kweli kweli. Hawakujua kwamba Rama alikuwa ameachia koti lake ambalo lilikuwa na saa karibu kabisa na kile kitanda chao. Unajua mama, huyu Rama ni mjinga kweli kweli. Asha aliongea akicheka kweli kweli. Yaani anazidi kunipa pesa tu na mimi nazitumia zote. Napeleka kwa ule mchepuko wa zamani Peter. Yaani ajua kama mimi namchukia, namuona kama buibui. Fatuma alikuwa anacheka kwa kiburi sana. Mama anamwambia achana naye mwanangu bwana, wewe mkamue mpaka baki mifupa. Muhimu ni kwamba lile lizee la mzee Baraka lile halijua kwamba Rukia alipotea. Na hili ilikuwa ni baada ya mimi kumpeleka kwa mganga kwa nguvu mali. Babako hajui chochote. Sasa yule binti sasa hivi atakuwa anakula majalalani huko, sio mikoani, sio ni wapi. Lakini ile irizi ambayo nilifikia chumbani kwake ilikuwa kiboko, unajua. Yaani ilikuwa nuka kama mzogani mpaka Rama alimkimbia. Jamani, haki ya Mungu, mimi mamako nimeamua kufanya kila kitu. Basi alikuwa akiongea akicheka kweli. Sasa kumbe kila neno ambalo lilikuwa linaongelewa lilikuwa narekodiwa. Rama alikuwa chumba cha jirani akisikiza kupitia simu yake ambayo ilikuwa imeunganishwa na kile kifaa ambacho kwa kwenye koti lake. Alihisi damu inamchemka kwa kweli. Alitamani kuingia kuwanyonga, lakini akakumbuka onyo kutoka kwa Rukia, subiri wakati mwafaka. Kwa hivyo ikabidi awe mpole. Sasa siku ya kutoa hukumu ilifika. Mzee Baraka alikuwa ameacha kusafiri na alikuwa nyumbani Mwanza. Rukia alimwambia Rama amwalike Mzee Baraka na ndugu wengine wa karibu kwa ajili ya chakula cha jioni nyumbani kwao, na lengo lilikuwa ni kushirikia miezi 6 ya ndoa. Basi Fatuma na Asha wakajipodoa wenyewe wakidhani kwamba kuna sherehe ya kawaida, na walikuwa wanajivuna sana mbele ya Mzee Baraka jinsi ambavyo ndoa yao ilikuwa imeimarika. Sasa wakiwa wamekaa mezani katikati ya chumba, ghafla taa zilizima. Sebule iling'aa kwa mwanga wa mishumaa peke yake tu. Mlango wa mbele ulifunguka taratibu na Rukia aliingia akiwa amevaa mavazi meupe mithili ya mzimu. Fatuma alipomuona alipiga kelele moja ya kutisha. Alidhani kwamba binti huyu labda alikuwa amemfuata, ama ni jini lake, ama ni pepo, ama ni shetani. Aliogopa kweli kweli. Rukia, mwanangu. Mzee Baraka alisimama kwa mshtuko akitetemeka. Huyo sio binadamu, ni mzimu wake. Fatuma alipiga kelele akijaribu kukimbia, lakini Rama alimshika mkono kwa nguvu na kumkalisha chini. Kaa chini mama mkwe, alisema Rama. Alitoa simu yake na akawasha spika kubwa sana. Sauti ya Asha na Fatuma zilianza kusikika sebule nzima zikielezea jinsi ambavyo walimroga Rukia, jinsi ambavyo walimcheka Mzee Baraka kwa ujinga wake, na jinsi ambavyo Asha anavyomtumia Rama kwa pesa tu. Basi ukumbi ulikumbwa na ukimya wa kaburi. Mzee Baraka alipinduka na kumpiga Fatuma kofi zito sana ambalo lilimfanya anguke chini na kutoa damu puani. Wewe mwanamke kumbe ni mchawi. Kumbe wewe ni shetani namna hiyo. Leo ulimfanya nini binti yangu? Wewe kumfanyia unyama hivi binti yangu? Mzee alikuwa akilia kwa uchungu wa mzazi. Alipiga magoti mbele ya Rukia na kuanza kuomba msamaha. Lakini leo Rukia hakuishia hapo. Alitembea taratibu kuelekea kwa Asha ambaye alikuwa akilia kwa hofu na aibu kubwa sana. Ulimtaka mume wangu? Ulitaka utajiri, si ndio? Sasa nakupa zawadi yako. Rukia alitoa chupa ndogo ya maji na kisha alimwagia usoni kwa Asha. Haikuwa maji kama kawaida. Ilikuwa ni kama maji ya chumvi tu, lakini kisaikolojia Asha alizimia kwa hofu akidhani kwamba labda alikuwa amerogwa na uchawi mwingine. Sasa Rama alisimama wakati huu na akatangaza talaka 3 hapo hapo kwa Aisha mbele ya mashahidi. Ondokeni kwenye nyumba yangu. Nyinyi wachawi kulikweli, sijapata kuona. Naomba muondoke, alisema Rama. Sasa nje kulikuwa na polisi ambao walikuwa wameandaliwa na Rama. Waliingia na kumkamata Fatuma kwa tuhuma za unyonyeshaji wa mtoto na kutaka kumuua kwa makusudi.
Walipokuwa wakimvuta Fatuma kuelekea kwenye gari la polisi, alikuwa akipiga kelele za kuomba msamaha. Alikuwa akilaani sana siku ambayo alimjua yule mganga wa kule Bariadi. Lakini sasa hapa ndipo ambapo kisasi cha kweli kilianza. Rukia hakutaka hata waende jela tu. Alitaka waone maumivu ambayo aliyapata yeye kupitia mawakili wake. Rukia alihakikisha kwamba mali zote ambazo Fatuma alikuwa amezichukua kwa siri kutoka kwa Mzee Baraka zinarudishwa na Asha anabaki bila hata senti moja ya matunzo baada ya talaka. Sasa ni mwezi mmoja baadaye, Rukia alikaa na Rama bustanini. Rama alikuwa muomba msamaha kwa mara 1000. Alikuwa akimsihi wafunge ndoa upya, lakini Rukia alimtazama Rama kwa muda mrefu sana, akamwambia, Rama, jeraha langu limepona, lakini kovu bado lipo. Siwezi kuwa mke wako sasa hivi. Nahitaji kuanza kujitambua kwanza mimi nani baada ya mateso. Nenda tu ukapambane na maisha yako na mimi nitapambana na ya kwangu. Kama Mungu amepanga, tutakutana mbeleni. Aliongea Rukia, maneno ambayo alimuumiza sana Rama. Baadaye Rukia aliondoka Mwanza na akaelekea Dar es Salaam kuanzisha maisha mapya kama mwanamke shupavu sana ambaye aliacha nyuma yake familia ambayo ilikuwa imevunjika ikiwa na somo zito la kila mnyanyasaji. Basi Fatuma akiwa gerezani Butimba alianza kuona maono ya ajabu kila usiku. Ilikuwa ni maono yale ya maji maiti ambayo alikuwa amemnyosha Rukia. Alikuwa akiona sasa alikuwa akifuata mwenyewe. Sasa Rukia aliingia jijini Dar es Salaam akiwa na begi moja tu mkononi, lakini moyo wake ulikuwa na nguvu ya jeshi zima. Alifika mpaka maeneo ya Sinza kwa ile shangazi yake Suzi ambaye alikuwa amemsaidia kutoroka Mwanza. Hakutaka kutumia utajiri wa baba yake Mzee Baraka wala kutaka msaada wote kutoka kwa Rama. Alitaka kujenga ima yake mwenyewe kuanzia sifuri ili kufuta kabisa kumbukumbu za kuitwa mtoto wa laana ama binti aliyerogwa. Sasa alianza kwa kufanya kazi kwenye duka kubwa la nguo mtaani Kariakoo, na uzuri wake, ufasaha wa lugha, nidhamu ya hali ya juu viliwavutia watu wengi sana. Na hata hivyo, ndani moyo wake Rukia alikuwa na siri. Kila usiku alikuwa akisoma vitabu vya sheria na biashara. Alijua kuwa adui yake mkubwa si Fatuma tena, bali ni umaskini na utegemezi ambao ulimfanya nyanyasike sana kule Mwanza. Na sasa ni baada ya miaka 2 Rukia alifanikiwa kufungua duka lake dogo la mitindo. Jina la duka hilo lilikuwa ni Nuru ya Rukia. Biashara yake ilishamiri kwa kasi ya ajabu na Rukia akawa ni mwanamke maarufu sana jijini Dar es Salaam ambaye alikuwa akijulikana kwa misimamo yake na ambayo ilikuwa ni mikali sana dhidi ya unyanyasaji wa watoto pamoja na wanawake. Binti huyo alianzisha taasisi ya kusaidia mabinti ambao wanateswa na mama wa kambo. Alitoa msaada wa kisheria lakini pia kisaikolojia. Sasa wakati Rukia akipanda kilele cha mafanikio kule Mwanza, mambo yalikuwa yamegeuka kuwa majivu. Fatuma alihukumiwa miaka 7 jela kwa makosa ya unyanyasaji na jaribio la mauaji. Akiwa gerezani huko Butimba, akili yake ilianza kuruka. Alikuwa akipiga kelele usiku kucha akidai kwamba anaona nyoka wakubwa wakimzunguka. Na hii ilikuwa ni matokeo ya madawa ambayo alikuwa akishirikina ambayo alikuwa ametumia ambayo sasa ilikuwa amemgeukia dhidi yake. Wakati upande wa pili Asha naye hakuwa na maisha mazuri. Baada ya kufukuzwa na Rama na kukataliwa na baba yake, alihamia mtaani na yule mchipuko wake Peter, lakini Peter alipoona kwamba Asha hana pesa tena, alimgeuka, alimpiga na kumfukuza nyumbani kwake. Alimnyang'anya kila kitu, hata vile vitu vya dhahabu ambavyo alikuwa navyo na kila kitu hata ambacho leo kupewa na yule mwanamke. Basi Asha alishia kuishi maisha ya ufukara uliopitiliza maeneo ya kishirikina ambayo ilikuwa ni maeneo ya Mabatini huko. Alikuwa akifanya kazi ya kufua nguo za watu ili apate mlo wa siku moja kwa siku. Kazi ile ambayo alikuwa akimlazimisha Rukia kufanya wakati ule wa zamani. Sasa bwana, siku moja Rama alikuja Dar es Salaam. Alikuwa amebadilika sana. Alionekana mwenye majonzi lakini pia alikuwa na upweke. Alimtafuta Rukia ofisini kwake Oysterbay, na alipoingia alimkuta Rukia akiwa ameketi mwenyewe katika kiti cha ngozi. Alionekana kama malkia wa kweli. Basi akamwambia kwamba, Rukia, nimekuja kwa mara ya mwisho. Rama alisema kwa sauti ya unyonge. Akaambia kwamba nimeishi kwa majuto ya miaka 3 sasa. Nilikuwa kipofu lakini sasa naona. Nimekuwa nikifuatilia kila hatua yako na ninajivunia sana mwanamke ambaye umekuwa wewe. Tafadhali, naomba uniruhusu nikuoe. Naomba nikupe heshima ambayo unastahili. Basi Rukia alitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa na mapenzi kama zamani. Ilikuwa ni tabasamu la ushindi. Akamwambia kwamba, Rama, unakumbuka siku ambayo uliniacha chumbani nikiwa nanuka na kupiga kelele? Siku hiyo Rukia ambaye ulikuwa unamjua ndo ambaye alifariki. Huyu unayemwona mbele yako ni mwanamke ambaye aliumbwa na moto wa mateso. Siwezi kuelewa na wewe Rama, si kwa sababu tunakuchukia, bali ni kwa sababu wewe ni alama ya wakati wangu wa giza. Kila ningekutazama na muona Fatuma na Asha,
ndio maana siwezi kuwa na wewe, tafadhali nakuomba Rama, naomba uende ukapate mwanamke mwingine, lakini si mimi. Basi Rama aliumia sana, lakini hakuwa na namna, ilibidi aondoke akiwa na uchungu kweli. Alijua kwamba ni kweli amepoteza almasi kwa ajili ya kipande cha chupa tu, na ndivyo ambavyo alimpoteza mwanamke wa ndoto yake. Sasa ni mwezi mmoja baadaye ambapo Rukia alipokea simu kutoka Mwanza. Mzee Baraka alikuwa mgonjwa sana na alitaka kumuona binti yake. Basi Rukia alifunga safari kurejea nyumbani kwa mara ya kwanza tangu ondoke. Alipofika nyumbani alikuta nyumba ile ambayo ilikuwa ni ya kifahari, sasa ilikuwa imepauka sana na imekosa furaha. Basi alimkuta baba yake akiwa dhaifu sana kitandani. Baba akamwambia, "Mwanangu, naomba unisamehe." Mzee alisema huku akishika mkono wa kulia wa Rukia. "Nilishindwa kulinda. Nilizibwa na macho yule mwanamke mwanangu. Nilishindwa kabisa kutazama tena. Naomba unisamehe mwanangu." Basi Rukia akamwambia, "Baba, mimi nilishakusamehe zamani sana." Sasa akiwa bado anaongea, mlango wa chumba ulifunguliwa na ambaye aliingia alikuwa ni Aisha. Alikuwa amechoka kweli kweli, amekonda mno na nguo zake zilikuwa na viraka sana. Alikuwa amekuja kumuomba baba yake chakula, na alipomwona Rukia, Aisha alianguka chini na kuanza kulia kwa sauti ya juu sana. Alijikokota na kusogea mpaka miguuni kwa Rukia na akamwambia kwamba, "Dada, mimi naomba uniue tu. Naomba unifanye chochote, lakini naomba unisamehe. Laana yako inanitafuna mpaka leo dada yangu, naomba unisamehe." Aisha alikuwa akilia kwa uchungu sana, akimuomba dada yake amsamehe, akiamini kwamba ile yote ni malipo ya vile vitu ambavyo aliwahi kumfanyia mwanzo. Basi Rukia alimtazama kwa muda mrefu dada yake huyo wa kambo. Hakuhisi furaha ya kisasi, bali alihisi huruma sana. Alimuinua Aisha na kumkalisha kwenye kiti, akamwambia kwamba, "Sitakuwasha wala sitakulipiza kisasi kingine. Kisasi kikubwa zaidi ambacho nimeweza kukufanyia ni kufanikiwa wakati wewe ukiwa unataka nifeli. Mimi nitakupa kazi kwenye taasisi yangu. Utakuwa unafanya usafi na utakuwa unasaidia ambao walifanya ukatili. Huko ndiko ambapo utajifunza kwamba kuna ubinadamu ambao uliupoteza. Mimi sitakupa kisasi." Basi hivi ndivyo ambavyo walikubaliana. Lakini kwa upande wa kule gerezani, kumbe Fatuma, yani mama yake na Aisha, alifia gerezani mwaka mmoja baadaye. Sasa alikufa akiwa akizungumza maneno ambayo alikuwa hayaeleweki kabisa. Alikuwa akitamka maji ya maiti, maji ya maiti. Basi Aisha hakuwa na namna, hana tegemeo, mama yake hayupo na hana mtu mwingine. Ilibidi akubali kwenda kufanya kazi ya usafi kwenye taasisi ya Rukia, ikiwa ni mfano hai wa jinsi uovu ambavyo unaweza kumrudisha mtu kwa mtendaji. Sasa Rukia leo alisimama mbele ya kaburi la mama yake mzazi akiwa ameshika shada la maua meupe. Upepo mwanana wa ziwa Victoria ulipulizwa na uso wake, na akamwambia kwamba, "Mama, nimeshinda." Alizungumza, akamwambia tena kwamba, "Sikushinda kwa uchawi mama, bali ni kwa subira na kazi ya mikono yangu. Nimefanikiwa mama." Alikuwa akiongea na mama yake binti huyu. Alizungumza mengi na ilikuwa ni vizuri kwenda kukutana na mama yake tena mara baada ya kupitia mambo mengi sana. Sasa baada ya miaka kadhaa ya utumishi wa toba ambao Aisha alikuwa anatakiwa kufanya, kweli alibadilika. Kila asubuhi alikuwa kwanza kufika kwenye taasisi ya Nuru ya Rukia ambayo ilikuwa maeneo ya Rock City Mwanza. Kazi yake ya kufanya ambayo ilikuwa ni kubwa ilikuwa ni kufanya usafi, lakini pia kusaidia wahanga wa ukatili wa kijinsia. Na hii ilimfanya aone uhalisia wa maumivu ambayo alikuwa akimsababishia Rukia zamani. Alijifunza kuwa uzuri wa mwanamke haupo kwenye poda na wanja, bali upo kwenye roho ambayo inajali. Basi siku moja Rukia alimfanyia Aisha kitu ambacho hakutarajia. Alimkabidhi bahasha yenye funguo za nyumba ndogo na mtaji wa kuanzisha biashara ya ushonaji, kipaji ambacho Aisha alikuwa nacho tangu udogoni, lakini alikipoteza kwenye anasa. Akamwambia Aisha, "Mama yako alipanda mbegu ya chuki. Mimi nimeamua kupanda mbegu ya msamaha. Sitaki uendelee kuwa mtumwa kwa makosa mama yako. Nenda ukazeeke kwa amani na uwe mfano mabinti wengine, kwa sababu unaweza kuanguka shimoni lakini pia ukasimama. Nataka wewe uwe na kumbukumbu ya hilo." Basi Aisha alipiga magoti akalia sana. Safari hii si kwa hofu ya laana, bali ni kuguswa na upendo ambao ulikuwa umepitiliza kwa binadamu ambaye aliwahi kumfanyia unyama, yani amelipwa wema baada ya kufanya ubaya. Sasa ni upande wa Rama ambako yeye kwake maisha yake libaki kuwa upweke kwa muda mrefu. Alikuwa amejifunza somo gumu sana kwamba mwanaume lazima uwe na msimamo na uwezo wa kupambanua ukweli na uongo, hata kama kutakuwa kuna shinikizo kubwa la familia.
Baadaye Rama alikuja kuwa mwanamke mwingine wa kawaida tu, na ingawa kwa kumpata mwanamke kama Rukia, lakini iliahidi kwamba ataishi maisha ya uaminifu lakini pia heshima. Baba yake na binti alifariki kwa amani miaka 2 baadaye. Alifariki akiwa amewaona mabinti zake wakiwa wamepatana, na kwenye usia wake alimwachia Rukia jumba lile la Mwanza ambalo Rukia aliamua kuligeuza kuwa kituo cha kulelea watoto yatima, akikiita kwamba kituo cha Mama Tabu. Sasa kwa kumbukumbu mama yake mzazi ambaye aliteseka akimlea kabla ya kufariki, hii ndio ilikuwa sababu ya kutoa jina hilo. Sasa Rukia hakuwahi kuolewa tena, alichagua kuishi maisha yake kama mama wa jamii. Alionekana mara nyingi akitembea pembezoni mwa Ziwa Victoria akitazama machweo na kutafakari safari yake ndefu sana, na kutoka kwa binti ambaye alikuwa ananuka sana kurogwa hadi kuwa mwanamke mwenye ushawishi mkubwa zaidi nchini. Rukia alijua kuwa kovu ambalo lilikuwa mwilini mwake ilikuwa ni alama ya ushindi, na sauti yake ilikuwa ni tumaini kwa maelfu ya watoto walikuwa wakipitia mateso kama ya kwake. Sasa baada ya kifo cha mzee wake, Mzee Baraka, siri moja nzito ambayo ilikuwa imefichwa kwa miaka mingi ilianza kuchomoza kama jua la asubuhi. Wakati huu Rukia akisafisha maktaba baba yake kule Mwanza, aliangusha kitabu kimoja cha zamani sana ambacho kilikuwa ni cha kumbukumbu. Ndani yake ilianguka barua ambayo ilikuwa imechakaa hivi. Ilikuwa na muhuri wa mwanasheria wa zamani wa familia, na barua ile ilikuwa na tamko la mama yake mzazi ambalo alikuwa ameandika wiki 2 kabla ya kufariki. Alikuwa ameeleza hofu yake juu ya Fatuma, akisema kwamba alijua Fatuma alikuwa akimpa sumu ya taratibu ili amtoe kwenye ramani na achukue nafasi yake. Lakini jambo lilomshtua Rukia zaidi ni ukweli kwamba kule Bariadi kwa mganga Nguvu Mali, Fatuma hakwenda tu kumroga Rukia, lakini alikwenda pia kufunga uzazi wa kila mwanamke atakayezaliwa katika ukoo wa Mzee Baraka ili mali zote zishie mkononi mwa Asha na uzao wake. Rukia sasa alijikuta akitetemeka, na hili maanisha kwamba hata kama alikuwa huru kimwili, lakini kulikuwa na giza bado ambalo lilikuwa limefunga mustakabali wa maisha yake ya baadaye kama mwanamke. Sasa wakati huo kule mtaani Mabatini, Asha alianza kuugua ugonjwa wa ajabu, na alikuwa akitoka na jasho na damu kila alipoona picha ya Rukia kwenye magazeti ya runinga. Watu walianza kusema labda ni malipo ya duniani, na Asha alijaribu kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini kila mmoja alikuwa akimtazama, nyota yake ilikuwa ikipiga kelele na kumfukuza. Walikuwa wakimwambia, wewe umemgusa mteule wa Mungu, hakuna dawa ambayo itakusaidia mpaka mwenyewe aje kuwekea mikono. Sasa Rukia akiwa Dar es Salaam alikuwa akihisi msukumo wa ajabu sana moyoni mwake. Alikuwa kama anaona anahitajika kwenda Mwanza hivi, basi akaamua kurudi Mwanza, lakini safari hii hakwenda kama mfanyabiashara bali kama mtafutaji wa ukweli wa asili yake. Alimtafuta yule mwanamke Suzi ambaye sasa alikuwa ni mzee kweli kweli. Akamwambia kwamba shangazi, nimegundua kwamba Fatuma alifanya mambo mazito zaidi kuniharibu sura, lakini pia alifanya mambo mengine ya kuniharibu kabisa wanamke wangu. Rukia alikuwa akizungumza na akamwambia kwamba alifunga tumbo langu na amani yangu pia nadhani itapotea kwa ajili ya hilo. Basi Suzi alimtazama Rukia kwa huruma sana, akamwambia, mwanangu, uchawi wa Nguvu Mali unavunjwa na kitu kimoja tu, msamaha wa dhati uliopitiliza. Fatuma alikufa akiwa na chuki, na chuki ndio ambayo iliwalisha kile chungu cha kule Bariadi, na ili uwe huru kabisa lazima uende Bariadi na si kwa mganga bali kwenye eneo ambako kile chungu kilizikwa, na hapo ndipo ambapo utamchukua Aisha na yeye ndo ambaye atakuonyesha eneo hilo. Basi hii ilikuwa ni safari ya hatari, lakini pia ilikuwa ni ya kihisia sana. Basi Rukia alimchukua Aisha ambaye alikuwa hawezi hata kutembea vizuri. Wakaelekea Bariadi, na walipofika kwenye ile pori la giza ambako Fatuma alikuwa akifanya mambo yake, Aisha alianza kutetemeka na kuashiria kwamba chini ya mbuyu huu mkubwa kulikuwa kuna jambo, lakini mbuyu huu ulikuwa umekauka. Akamwambia kwamba ni hapa dada, mama alizika nguo zako za ndani hapa na damu yako sijui na kuku mweusi, alisema Aisha kwa sauti ya kunung'ona lakini pia kukata tamaa. Basi Rukia alianza kuchimba kwa mikono yake. Hakujali kucha zake zilikuwa zimepambwa, alichimba mpaka akakuta kile chungu kidogo. Alipokitoa harufu ya ajabu ilijaza anga ghafla, na mvua kubwa ilianza kunyesha katikati ya kiangazi. Rukia alipasua kile chungu kwa jiwe kubwa, na hapo Aisha alipiga kelele kubwa sana na kuanguka chini. Alihisi mzigo mzito sana ukiwa umemtoka kifuani. Basi Rukia alisimama kwenye mvua ile akihisi kwamba mwili wake ulikuwa mwepesi kama unyoya. Kila kovu ambalo lilikuwa limebaki moyoni mwake lilifutika, na alimgeukia Aisha na kumkumbatia. Ilikuwa ni katika pori lile la Bariadi ambako ndugu hawa wawili waliokuwa wanaishi kama paka na chui walikutana tena, na ilikuwa ni katika hatima ya msamaha. Sasa waliporudi Mwanza, habari zikaenea kwamba Rukia alikuwa amepona vifungo vya asili.
Miezi michache baadaye, kijana mmoja mtanashati ambaye anaitwa John, ambaye alikuwa daktari bingwa aliyehamia Mwanza kutoka Uingereza, alikutana na Rukia akiwa kwenye hafla ya kuchangisha fedha. Tofauti na Rama, John hakuvutiwa na uzuri wa Rukia, bali alivutiwa na kovu la ushindi ambalo alikuwa nalo moyoni. Lakini je, maisha ya Rukia yangekuwa rahisi hivi? Wakati akijiandaa kwa ajili ya mahusiano mapya, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Shakira, ambaye alikuwa ni mdogo wake na Fatuma, yani shangazi yake na Asha, alitokea akiwa ametokea Tanga. Basi Shakira huyu alikuwa na ujuzi wa zaidi kwenye mambo ya giza kuliko hata Fatuma. Alikuja Mwanza kwa lengo moja tu, kumlipiza kisasi Rukia kwa kumdhalilisha dada yake na kumfanya Asha kuwa mfanyakazi wake. Basi Shakira huyu alianza kuingia kwenye maisha ya John kisirisiri, akijifanya kama mgonjwa ambaye anahitaji msaada. Wakati huo alikuwa akipanda mbegu za fitna ili kumtenganisha John pamoja na Rukia. Sasa Shakira hakuwa kama Fatuma ambaye alikuwa na pupa na hasira ya wazi. Yeye alikuwa ni mwanamke mkimya, mwenye macho ya baridi na tabasamu la hila ambalo lilikuwa na ubaridi hata kukiwa na jua kali. Alifika katika nyumba ndogo maeneo ya Kirumba akiwa na mkoba mmoja tu wa ngozi ambao ulikuwa unaonekana na zana zake za giza. Basi alijua fika kwamba Rukia ameshinda vita Bariadi, kwa hivyo aliamua kutumia mbinu ya nyoka wa kijani mwenye majani ya kijani. Na hii ilikuwa ni kujivika wema ili abomoe himaya ya Rukia kuanzia ndani yake. Basi kwanza Shakira alimtafuta Asha kwa siri sana. Alimkuta Asha akiwa anatoka kwenye kituo cha Rukia, akiwa amechoka lakini akiwa na amani. Akamwambia, Asha mwanangu, hebu tazama ulivyopauka. Alizungumza kwa sauti ya upole lakini ambayo imejaa sumu kali. Dada yako Rukia amekugeuza mtumwa na unashukuru? Alimua mama yako gerezani na kumfanyia mambo ya kumtesa, na sasa nataka kukua wewe na kufanyisha kazi za ndani, lakini ushtuki kweli? Basi Asha alishtuka, akamwambia shangazi, hapana, Rukia ameniokoa, yule ndo ambaye ameniokoa, mimi ndo ambaye nilikuwa na makosa. Basi Shakira akabidi cheke kidogo kwa dharau sana, akamwambia, wewe amekupumbaza akili na madawa yake mapya ambayo ametoa Dar es Salaam. Mimi niko hapa kurudisha heshima yako, lakini kwanza lazima tumtoe huyu daktari John kwenye mikono yake. John ndo ambaye atakuwa daraja letu la kumangamiza Rukia. Shakira alizungumza akianzisha mipango yake. Alijua kabisa John ni daktari ambaye anapenda sana kazi yake na anapenda sana kazi za kijamii. Basi alijitokeza hospitali kwa John kama mfadhili ambaye alitaka kutoa vifaa vya matibabu kwa watoto maskini. Na kwa kutumia mvuto wake wa kiganga, Shakira alianza kumkaribia John, na kila mara John alipokuwa na Rukia alianza kuhisi kichwa kinamuuma bila sababu. Na picha ya Rukia ilianza kumtokea kama sura ya mwanamke wa kutisha, na ulikuwa ni uchawi wa kufumba macho ya upendo. Sasa siku moja Rukia alimwalika John kwa ajili ya chakula cha John nyumbani kwake. Alikuwa mpika pilau na alikuwa amenunua samaki sato kukaanga wale. Alikuwa anategemea kwamba ungekuwa ni usiku wa John kumvisha pete ya uchumba. Lakini John alipoingia ndani, badala ya kuona mwanamke mrembo ambaye anampenda, alimuona Rukia akiwa na sura ya Fatuma, yani yule mwanamke mkatili kwelikweli ambaye alikuwa akisimulia kwenye hadithi za familia. Rukia, mbona nitazama hivyo? John aliuliza akirudi nyuma kwa uoga. John, kimekupata nini? Mbona niko hapa? Basi alimkaribia kwa wasiwasi, lakini Rukia kila alipomkaribia, harufu ya ajabu pamoja na udi ambao ulikuwa umechanganyikana mafuta ya simba, yani huu ulikuwa ni uchawi wa yule Shakira, vilimfanya John ahisi kama anataka kutapika. Basi alikimbia sana kwenye ile nyumba na kumwacha Rukia akiwa amepigwa na butwa. Machozi yalikuwa yanamtoka. Sasa huko nje Shakira alikuwa amekaa kwenye gari yake akitazama kila kitu. Mwisho akatabasamu, akasema kwamba mchezo umeanza Rukia. Ulidhani kwamba Bariadi ndio mwisho wa dunia? Tanga kuna walimu wa haya mambo, nitakuonyesha. Basi Rukia hakuwa mjinga. Baada ya John kuondoka vile, alijua kwamba harufu ile haikuwa ya kawaida. Alirudi chumbani kwake, akapiga magoti na kuanza kufanya kile ambacho kilimuokoa mara ya kwanza. Ilikuwa ni sala na umakini. Alimtumia ujumbe Asha akimtaka akutane mara moja. Na Asha alipofika alikuwa anatetemeka tu. Akamwambia, dada, shangazi Shakira yuko mjini, amekuja kulipiza kisasi. Ameniambia maneno mabaya sana kuhusu wewe, lakini mimi sijaamini. Tafadhali jihadhari. Shakira si kama mama, yeye anatumia ndago kabisa na majini ya baharini. Rukia alishusha pumzi ndefu baada ya kuambiwa hivyo, akijua kwamba safari hii vita si ya kuchimba nyungu, bali ni vita ya akili na nguvu za kiroho. Asha, kama kweli unataka kuilipia damu mama yako na makosa ambayo alifanya, lazima uwe mpelelezi wangu. Mfuate Shakira, jifanye unakubaliana naye. Nataka kujua kila hatua ambayo amepiga. Rukia alisema, na Asha alitaka kuthibitisha uaminifu wake. Aliamua kukubali. Alienda kwa Shakira na kujifanya amebadili mawazo. Akamwambia, shangazi, kweli bwana, mimi nimechoka sana kunyanyaswa na Rukia, naomba unisaidie nimwangamize. Basi Shakira kwa kiburi chake aliamini.
Alimuonyesha Asha chupa ndogo ya unga mweupe, akamwambia, "Huu ni unga wa mifupa ya kobe. Tutaweka kwenye kinywaji cha John kesho utakapokutana kwenye uzinduzi wa duka jipya la Rukia. John atapata kiharusi cha ghafla na kila mtu atasema Rukia ndio ambaye amemuoa kwa uchawi wake ili apate utajiri." Asha alihisi moyo unamruka kiukweli, lakini alitabasamu tu akasema kwamba, wazo zuri sana shangazi, tutafanya hivyo. Okay. Siku ya uzinduzi ilifika, watu mashuhuri wa Mwanza walikuwa wamejaa. Rukia alikuwa amependeza kweli kweli, lakini moyo wake ulikuwa kwenye mapambano. John alifika akiwa anaonekana mwenye mawazo na dhaifu sana. Shakira naye alikuwepo akiwa amevaa mavazi ya heshima kama mgeni mwalikwa. Wakati wa kutoa toast, Shakira alimnongoneza Asha akamwambia, "Sasa weka ule unga kwenye glasi ya John." Asha alichukua glasi akajifanya anaweka ule unga, lakini kwa ujanja wa hali ya juu sana alibadilisha zile glasi. Glasi yenye sumu alichukua yeye mwenyewe na glasi nzima alimpa Shakira, huku ya John ikibaki ikiwa salama. "Wow, kwa ajili ya mafanikio ya Rukia," alisema shangazi na sauti yake alikuwa ameipaza na kunywa kile kinywaji kwa ujasiri sana. Alikuwa akisubiri kwa hamu kweli kumuona John akiwa anaanguka pale. Lakini dakika 5 zikapita na ghafla Shakira alianza kushika koo lake. Macho yake yalianza kutoa damu na akaanza kuweseka kwa lugha ya ajabu ambayo hakuna hata mmoja ambaye alielewa. Alianza kuvua nguo mbele ya umati wa watu akipiga kelele. Alikuwa anaona moto. Akamwambia, moto jamani. "Kwa nini unaniunguza Fatuma? Kwa nini unaniunguza? Kwa nini unaniita kwanza? Unaniita wapi Fatuma?" Basi watu walipigwa na butwaa. Rukia alimkaribia John na akamshika mkono. Ile harufu ya ajabu ilikuwa imetoweka ghafla baada ya Shakira kupoteza nguvu zake. John alimtazama Rukia kama mtu ambaye ametoka kwenye usingizi mzito hivi, akamkumbatia kwa nguvu sana akamwambia, "Rukia, naomba unisamehe, sijui nini ambacho kimenipata." Basi Shakira alipokuwa ameanguka pale chini alianza kuweseka kama kichaa kitaja majina ya watu ambao walikuwa wamewaua kule Tanga. Basi polisi walifika na kumchukua, lakini madaktari wakasema kwamba alikuwa amepata shock kubwa sana mfumo wa fahamu ambayo haitotibika. Basi Asha alisimama kando ya Rukia akitoka na machozi. Akamuuliza, "Dada, nimemaliza deni langu?" Rukia alimkumbatia Aisha akamwambia, "Umemaliza kwa kishindo mdogo wangu." "Lakini je, kwani huu ndio ulikuwa mwisho wa majaribu mengine kwa Rukia?" "Sijui." Lakini wakati amani imeanza kurejea, barua nyingine ilimfikia Rukia kutoka kwa mwanasheria wa Mzee Baraka kule Dar es Salaam. Barua ilisema kwamba Mzee Baraka alikuwa na mtoto mwingine wa kiume ambaye alikuwa anaitwa Peter, ambaye alizaliwa nje ya ndoa na sasa hivi anakuja kudai nusu ya utajiri wa Rukia na kituo chake cha yatima. Basi huyu Peter hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni mwanajeshi mstaafu mwenye roho ya ukatili kweli, lakini pia alikuwa na kiu ya pesa. Ujio wa Peter ulikuwa ni kama radi ambayo ilipiga kwenye anga la blue. Tofauti na Fatuma au Shakira ambao walitegemea giza la usiku wa nyungu na udongo, Peter alikuja na suti za gharama, alikuja na mawakili waliobobea na sura ya chuma isiyokuwa na chembe ya huruma hata kidogo. Alikuwa na mwanajeshi mstaafu aliyekuwa na ushawishi mkubwa sana serikalini, na alijua vizuri jinsi ya kutumia sheria kama silaha ya maangamizi. Basi Peter huyo alifika Mwanza na kupiga kambi kwenye hoteli ya kifahari ya Malaika Rocks. Hakutaka kumuona Rukia kwa siri. Alitumia ilani ya kisheria, yani legal notice, ambayo ilimtaka Rukia kukabidhi 60% ya mali zote za Mzee Baraka ndani ya siku 7, la sivyo angefungua kesi ya jinai akidai kwamba Rukia aligushi usio baba yao kwa msaada wa mwanasheria wa zamani. "Dada yangu mpendwa," Peter aliongea siku alipokutana ana kwa ana ofisini kwa Rukia, huku alikuwa ameweka miguu yake juu ya meza kwa dharau kubwa sana. Akamwambia kwamba, "Uchawi wenu wa kike mimi hautonidhuru. Mimi naamini kwenye nguvu ya karatasi na amri ya mahakama. Baba aliniacha mimi nikiwa mdogo nikateseka, huku wewe ukila na kulala kwenye magodoro ya manyoya. Sasa ni zamu yangu kuchukua keki yangu na nitaichukua yote." Rukia alimtazama kaka yake huyu wa kambo. Aliona ndani ya macho ya Peter kiu ya kisasi ambacho kilikuwa kimekomaa kwa miaka mingi sana upweke. Akamwambia Peter, "Mali hizi si kwa ajili yangu peke yangu. Kuna kituo cha yatima, kuna maisha ya watu yanategemea hapa. Baba hakuacha kwa makusudi. Alidhani kwamba mama yako aliondoka na wewe kwenda nchi nyingine. Hakuwahi kukuacha kwa makusudi." Hizi ni hadithi za aliniacha. Jiandae mahakamani. Nitakufuta kwenye ramani ya Mwanza na hichi kituo chako cha yatima nitakigeuza kwa klabu ya usiku. Namna kitu tanifanya," alizungumza Peter. Kesi ilianza kwa kishindo katika mahakama kuu ya Mwanza. Peter alikuwa na mawakili kutoka Dar es Salaam ambao walikuwa na uwezo wa kugeuza ukweli kuwa uongo,
na walianza kumchafua Rukia wakidai kwamba yeye ndo ambaye alimuua Fatuma na uchawi. Walitumia rekodi za nyuma za ugonjwa wa Fatuma kama ushahidi wa nguvu za giza za Rukia. Wakadai kwamba Rukia ni mwanamke ambaye alikuwa ni hatari sana, ambaye anatumia dini na misaada kuficha uhalifu wake. Basi hali ilikuwa ni mbaya sana. Sasa yule John, yule daktari, alijaribu sana kusimama upande wa Rukia, lakini Peter alitumia ushawishi wake kumsimamisha kazi John hospitali kwa tuhuma za kukiuka maadili ya kazi. Rukia alijikuta akipoteza kila kitu. Heshima yake ilikuwa imechafuliwa kwenye magazeti na mchumba wake alikuwa mashakani na mali zake zote zilikuwa zimezuiliwa kwa mahakama. Sasa usiku mmoja Rukia akiwa amekaa peke yake kwenye sebule ya nyumba babake, nyumba ambayo kwa sasa ilikuwa na giza na ni kwa sababu hakukuwa na pesa ya kulipia umeme. Asha aliingia, akamwambia, dada, kuna kitu nataka kukuambia. Alisema Asha kwa sauti ya kunong'ona. Peter, si yule ambaye unasema yeye ni nani? Sijui, nimekuwa nikimfuatilia kule hotelini kwake. Kuna mwanamke huwa anakuja kumuona kila siku. Mwanamke mwenyewe anavaa hijabu nzito hivi. Basi Rukia aliposikia hiyo alishtuka, akasema, mwanamke ni nani? Ni mwanamke kutoka Tanga, lakini si Shakira, ni binti wa Shakira, anaitwa Suzi Mdogo. Wanashirikiana na Peter. Peter anatumia sheria, lakini binti anatumia nguvu za mama yake kumfanya hakimu apoteze kumbukumbu kila siku anapopaswa kuandika hukumu. Basi hapa ndipo ambapo Rukia alipoelewa kwamba Peter alikuwa ameungana na uzao wa Shakira ili kupata nguvu ya pande mbili, yani upande wa sheria lakini pia upande wa kiza. Basi siku ya mwisho hukumu ilipokaribia, mahakama ilikuwa imefurika na Peter alikuwa amekaa upande mmoja wa mbele. Alikuwa akitabasamu sana kwa ushindi. Basi hakimu alipoingia alionekana kama mtu ambaye alikuwa kwenye ndoto hivi. Alianza kusoma hukumu ambayo ilikuwa inaelekea kumnyang'anya Rukia kila kitu na kumpa Peter. Lakini katikati ya hukumu hiyo, mlango wa mahakama ulifunguka kwa kishindo. Aliingia mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzee sana. Alikuwa ameshika mkongojo na alikuwa ameongozana na John. Alikuwa ni mama mzazi wa Peter, yule ambaye kila mtu alidhani kwamba alikufa miaka mingi sana iliyopita. Hebu simama, yule bibi alipaza sauti. Huyu kijana si mtoto wa Baraka. Baraka hakuwahi kupata mtoto wa kiume. Huyu mtoto ni wa mume wangu wa pili ambaye alimfundisha Peter jinsi ya kuwa laghai. Peter alibadili nyaraka za kuzaliwa baada ya kuiba siri za mzee Baraka kwenye ofisi ya zamani. Na alikuwa anataka tu mali, jamani, hamna chochote. Huyu si mtoto wa mzee. Mahakama ilitulia. Peter alipauka na kuanza kutafuta mlango wa kutokea. Lakini polisi walikuwa wameshafika mahakamani na wamefika kila mahali. Yule bibi kwa uchungu wa mama ambaye anaonekana anasikitika kweli kwa jinsi ambavyo mwanae ameharibika, alitoa barua ambayo ilikuwa ni halisi kabisa mzee Baraka ambaye alikuwa amemtumia miaka 30 iliyopita. Ilikuwa ni barua ambayo ilikuwa ikieleza kuwa yeye Baraka alikuwa na tatizo la kutoweza kuzalisha watoto wa kiume, na hii ilikuwa ni hali ya kibiolojia tu, na kwamba Rukia ndo ambaye atakuwa mrithi wa pekee wa kidamu. Basi Peter alikamatwa hapo hapo kwa makosa ya kugushi, kutapeli na kuhujumu uchumi. Suzi Mdogo ambaye alikuwa ni binti wa Shakira alitoroka na kutokomea kuelekea mpaka huko Sirali. Aliacha hirizi zake zikiwa zimetawanyika kwenye sakafu ya hoteli ile. Na sasa baada ya dhoruba hiyo, Rukia alisimama nje ya jengo la mahakama, alivuta pumzi ya uhuru. John alimjia na kumshika mkono, na safari hii akiwa na barua ya kurudishwa kazini pamoja na kupandishwa cheo. Rukia, John alisema, sasa ni wakati wa kuandika hadithi yetu bila vivuli vya watu wa kale. Lakini wakati Rukia akitaka kuitikia, aliona kivuli cha mtu kwa mbali kwenye ukingo wa ziwa Victoria, akiwa amemshika mtoto mdogo mkononi. Mtu huyo alikuwa amefunika sura yake, lakini Rukia alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Alihisi kwamba kuna vita dhidi ya chuki ambayo ilikuwa haijaisha, bali tu kuna namna tu hii vita imebadilisha sura. Rukia alibaki ameduaa na macho yake yalikuwa yamekazwa kwenye kile kivuli kando ya ziwa. Alihisi ubaridi usio wa kawaida ambao ulikuwa ukipita kwenye uti wa mgongo. John alijaribu kumsemesha, lakini Rukia alikuwa mbali sana kiakili. Ile sura yule mtu ambaye alikuwa amemshika mtoto ilipotea ghafla nyuma ya miamba ambayo ilikuwa ni mikubwa sana ya kuvutia mji wa Mwanza. Wenyewe wanaita Bismarck Rocks, na hii ilikuwa ni kana kwamba hii taswira haikuwahi kuwepo. Basi bwana, binti aliogopa sana, lakini kuna kitu fulani ambacho kilikuwa kijakaa sawa katika moyo wake. Sasa siku chache baadaye, wakati Rukia akijaribu kurudisha utulivu kwenye kituo chake cha yatima, mwanamke mmoja mrembo kupindukia alifika getini. Alikuwa mbeba mtoto mchanga na machoni mwake kulikuwa na huzuni ambayo ilipitiliza. Alijitambulisha kwa jina la Shakira. Ni jina ambalo linafanana na Shakira, lakini huyu alikuwa ni tofauti kabisa. Akasema kwamba nimekuja kuomba hifadhi. Shakira alisema kwa sauti ya chini.
Akasema kwamba mume wangu ameuawa na mimi sina kwa kwenda. Nimesikia wewe ndio ukimbilio la ambao hawana msaada. Basi Rukia huyu alikuwa na moyo wa huruma sana, na ni moyo huu ambao ulimponza mara kadhaa sana. Alimkaribisha ndani. Hakujua kuwa Shakira alikuwa ni mke wa siri wa Peter, yaani yule laghai ambaye alikamatwa mahakamani. Shakira hakujua kwamba kwa ajili ya uchawi wala hakuja kwa ajili ya sheria, lakini alikuwa amekuja kwa ajili ya sumu ya taratibu. Alikuwa amefundishwa jinsi ya kuharibu maisha ya mtu kwa kutumia upendo na uaminifu. Wakati Shakira akiishi ndani ya nyumba ya Rukia, alianza kumfanya Asha kitu cha ajabu sana. Alianza kumlisha Asha maneno ya siri, akimkumbusha jinsi alivyokuwa malkia zamani na jinsi sasa ambavyo amekuwa ni mfanyakazi tu wa dada yake. Asha, hebu angalia mikono yako. Shakira alinong'ona siku moja akiwa jikoni. Imejaa sugu kwa kufanya kazi na usafi. Wakati Rukia anashinda kwenye kiyoyozi tu, unadhani kwamba amekusamea kweli? Hapana, anakuweka karibu ile kuona unavyoteseka. Hiki ndio kisasi chake cha kweli, unashindwa kujua hilo? Basi sasa mbegu ile ya mashaka ilianza kuchipuka tena moyoni mwa Asha. Asha alijikuta ameanza kubadilika. Asha alianza kuwa na kiburi na mara nyingine alionekana akizungumza peke yake. Rukia alikuja kujua mabadiliko ya ndugu yake huyo, lakini akadhani labda msongo wa mawazo kutokana na ambayo ametokea mahakamani. Hakujaji sana. Sasa siku moja John alimfuata Rukia kwa siri. Akamwambia Rukia, kuna kitu hakiko sawa na huyu mwanamke Shakira. Nimefanya uchunguzi wa damu ya yule mtoto ambaye alikuja naye na nimegundua kwamba yule mtoto hana uhusiano wote wa kibiolojia na Shakira. Huyu ni mtoto ambaye ametekwa. Basi Rukia kabla hajafanya lolote, Asha alitokea mlango wa nyuma akiwa na uso wa hasira sana. Unamsingizia Shakira kwa sababu unataka kumtoa kama ambavyo umetoa mama yangu? Rukia, nimechoka kwa kivuli chako, nimechoka. Na hapa ndipo mtego ambapo ulifunguka. Shakira alitokea nyuma ya Asha akiwa ameshika bastola ndogo. Akamwambia kwamba asante Asha kwa kuwa mjinga kama kawaida yako. Pita hapo gerezani kwa sababu ya huyo dada yako, na mimi niko hapa kumaliza kazi ambayo ilianza mume wangu. Shakira alimlazimisha Rukia kuingia kwenye gari, akamchukua kama mateka kuelekea maeneo ya milima ya Ilemela. Alitaka kumshurutisha Rukia asaini nyaraka za kukabidhi umiliki wa kituo na kampuni zote kwa jina la Shakira, na hii itakuwa ni kabla ya kumuua. Sasa wakiwa huko juu ya mlima, huku giza likiwa limeingia, Asha alisimama akimtazama dada yake ambaye alikuwa amefungwa kamba. Alimwangalia Shakira na kisha akamwangalia Rukia. Kumbukumbu za jinsi Rukia alivyomwokoa Bariadi zilianza kumjia Asha. Alikumbuka jinsi Rukia alivyomtoa kwenye tope la umaskini na kumpa utu. Piga risasi! Shakira aliamuru, akimpa Asha bastola ili aweze kumpiga ndugu yake. Thibitisha kwamba wewe ni mtoto wa Fatuma. Huyu mwanamke ambaye amekunyang'anya kila kitu. Unashindwa nini? Aliendelea kushawishiwa. Mikono ya Asha ilikuwa inatetemeka. Alimnyoshea Rukia bastola na Rukia alimtazama mdogo wake kwa macho ya amani bila hofu. Akamwambia Asha, fanya unachopaswa kufanya, lakini kumbuka kwamba chuki haijawahi kumjengea mtu nyumba hata siku moja. Basi ghafla Asha aligeuza bastola na kufyatua kuelekea angani. Alipiga kelele ya uchungu na ilikuwa ni katika mshtuko mkubwa sana. Na katika mshtuko ule, John na polisi ambao John alikuwa ameshawasiliana nao tangu alipohisi mashaka, walivamia eneo lile. Shakira alijaribu kutoroka kwa kuruka kwenye kingo ya mlima, lakini aliteleza na kuanguka kwenye maporomoko ya mawe. Asha alianguka miguuni kwa Rukia akilia kwa sauti ya kusononeka sana. Akamwambia, dada, nisamehe. Karibu niharibu kile kitu tena. Mimi ni mdhaifu. Mimi si mtu mwema kama wewe dada. Lakini Rukia alimkumbatia Asha kwa nguvu, na safari yake akiwa na machozi pia akamwambia, sisi sote ni wadhaifu Asha. Muhimu ni kwamba umechagua upande wa nuru wakati wa giza lilipokuja kwa mara ya mwisho. Basi baada ya tukio lile, Rukia aliamua kufanya uamuzi mgumu sana. Alijua kwamba kuendelea kuishi Mwanza kulikuwa kuna wavuta maadui wengi sana kutokana na historia yake. Aliamua kuhamishia makao yake makuu ya taasisi yake kule mkoani Iringa, ambako kulikuwa na mazingira mapya ya utulivu. Na mbali na kumbukumbu za viungo vya Bariadi na usaliti wa Mwanza, aliona Iringa ilikuwa ni sehemu ambayo hataweza kukumbuka mambo mengi. Basi miezi 6 baadaye, mkoani Iringa, harusi ya kihistoria ilifungwa. Alikuwa ni Rukia na John. Walifunga pingu za maisha kwenye kanisa dogo ambalo lilizungukwa na miti ya milingoti, na Asha alikuwa mpambe bibi harusi, yani wenyewe anasema maid of honor. Basi alikuwa na tabasamu kweli kweli. Safari ilikuwa amefurahi sana kwa ajili ya ndugu yake. Sasa wakati harusi ikiendelea, mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kawaida alisimama kwa mbali kabisa akitazama sherehe hiyo. Na huyo alikuwa ni Suzi, yule shangazi ambaye alimwokoa Rukia mwanzoni kabisa kama unakumbuka.
alitabasamu kwa kunong'ona na akasema kwamba mzigo umeutua binti yangu, na sasa nenda ukazeeke kwa furaha. Basi Rukia alimtazama John akitambua kwamba mateso yake yote ilikuwa ni darasa la kumtengeneza kuwa mwanamke shupavu ambaye yupo vile leo. Alijua kuwa maisha hayatashinda kwa changamoto, lakini alikuwa na silaha ya siri, na si nyingine bali ni msamaha na upendo. Sasa maisha ya Rukia mkoani Iringa ilianza kama pepo ya utulivu. Milima ya Mafinga na ubaridi kali wa asubuhi vilikuwa vinapoza makovu ya miaka mingi juu ya joto na chuki za Mwanza. Rukia na John walijenga nyumba yao ya ndoto pembeni mwa mto Ruaha hivi, na hapa ilikuwa ni mahali ambapo sauti pekee ambayo ilikuwa ikisikika ilikuwa ni maji na ndege. Walifanikiwa kupata mtoto wao wa kwanza ambaye alikuwa ni binti mrembo sana ambaye walimuita Baraka, na hii ilikuwa ni kwa ajili ya kumbukumbu ya baba yake na Rukia. Lakini kama wasemavyo Waswahili, zamani haifi, hulala tu, si ndivyo Sasa msikilizaji, unaweza ukaniambia kwani hii kauli maana yake nini? Kwa wewe ambavyo umeelewa kwamba zamani haifi, hulala tu, inamaanisha nini? Hili ni fumbo ambalo hatutolifumbua sasa hivi, lakini katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Rukia, binti ambaye anasema mama wa kambo alitaka nisiolewe, tutakwenda kupata kufahamu kwani nini maana ya hii kauli, na mwandishi anataka kutuambia kwamba sehemu ya pili basi kuna nini. Nikusisitize tu uwepo wakati ambao wenzako tutakuwepo hapa Simulizi Zetu Media, na jina langu naitwa Tutu. Usiache kuandika comment yako hapo chini. Kwa hiyo kwa sasa tukutane katika sehemu ya pili.